Tumevitoa vifaranga hivi bure na tutatoa nyavu bure, tutatoa na usaidizi wa mashamba ya wananchi kupokea vifaranga bure. Lengo lake ni kumsaidia mkulima mdogo aweze kulima vizuri, kufuga ili avune na mwisho wa siku thamani ya kile ambacho anakifanya kionekane. Lakini mbali na hiyo, tumewahakikishia hapa pia uwepo wa soko wa majongoo bahari haya ambayo leo anaenda kukabidhiwa, ikiwa ni banchi ya kwanza kwa ajili ya ufugaji. Baada ya kugawa vifaranga hatchery kwa mwongozo wa Mheshimiwa Rais, tumepewa agizo kupitia kwa Mheshimiwa Waziri wetu, waliopewa vifaranga lazima tuwapitie kila wakati kujua, je, vifaranga vyao vinaendeleaje, vinakuwa au havikui. Hii ni kazi yetu kama watafiti, na timu inakwenda kila baada ya wiki 2 tuna survey kuangalia ukuaji wa vifaranga vyetu ukoje. Ukweli hizi sio ndoo za juisi, na kama ni juisi basi ndio, lakini sio kwa ajili ya binadamu. Ni kwa ajili ya vifaranga ambao vinaendelea kuzalishwa. Tunazalisha chakula kwa ajili ya kulishia vifaranga vya majongoo bahari kwa sasa, lakini pia chakula hichi kinaweza kutumika kulishia vifaranga vingine vya viumbe hai vinavyotarajiwa kuzalishwa katika eneo la hatchery. Kwanza tunamshukuru waziri ambaye alitoa ruhusa hii ya kuletea mambo haya vitango bahari mbegu. Pamoja tunawashukuru na huu mradi ambao ulitengeneza hivi vizalio na kuweza kuwaza jinsi gani ya kusaidia wazee wetu kama sisi au wananchi wetu. Hatutaki tuishie kwenye majongoo, tunataka tufuge kaa, samaki, pweza, makome, chaza. Huo ndio uchumi wa buluu. Tumeweza kuingia katika ramani sio ya kuzalisha majongoo tu kwa hapa Zanzibar, lakini ni ramani ya Afrika.